Karibu Tabora, karibu Toronto. Januari 17, 2026, majira ya saa 2 usiku, kituo hiki kilifika ofisi ya mkuu wa wilaya ya Nzega kupata ufafanuzi juu ya taarifa ya kuokotwa kwa mtoto mchanga wa siku 3 aliyetelekezwa katika nyumba ya kulala wageni iliyopo mtaa wa Mtinginya, wilaya ya Nzega, mkoa wa Tabora, na hivi ndivyo tukio hili la kikatili lilivyotokea. Siku ya tarehe 17 muda wa saa 11, saa 1:30 kuelekea saa 2, alikuja dada mmoja akiwa anahitaji huduma ya vyumba. Kabla sijamhudumia, nilikuwa nahudumia wateja wengine, nikawa nimemuomba anisubiri kidogo mapokezi. Baada ya kuhudumia wale wateja wengine kurudi mapokezi, ndipo nilikuta kitoto kile kidogo kakitelekeza. Mavazi yake alipoingia alikuwa kajifunika kitenge na kapakata hicho kitoto, na hisi kwa sababu muonekano wake alikuwa kama vile mjamzito alivyokuwa kajifunika kile kitenge. Baada ya kutoka kuhudumia kule, ndo nilikuta kile kitoto kakitelekeza pale mapokezi chini sakafuni. Tulipotafuta utaratibu labda wa kumpata mama wa mtoto, lakini hatukufanikiwa kumpata mpaka mida ya saa 3 usiku, ndipo tulipochukua hatua ya kwenda kumripoti polisi mtoto ili aendelee kupata huduma. Huyo mama alivyokuja, alikuja na hali tu ya kawaida. Mtu ukimwangalia ni mtu tu mwenye akili timamu. Hakuna kusema labda ana tatizo labda la akili, ni hakuna. Kabla sijamhudumia nikamwambiaje nisubiri kidogo na hudumia wateja wengine, nikamwacha mapokezi nikaenda kuhudumia wateja wengine. Ndipo sikumkuta, nikakuta kile kitoto kakilazo sakafuni mapokezi. Umri wake kwa kumwangalia kama miaka 30 au 31. Hilo tukio tulipokea kwa huzuni, kwa sababu kile kitoto ni kichanga, kilikuwa kinahitaji huduma ya mama. Kama wazazi, na sisi wenyewe ni wazazi, lazima hilo tukio lilituumiza, na ndipo tulipochukua hatua ya kuwa mtoto apate huduma kwa haraka. Taarifa ya kutelekezwa kwa kichanga hiki zilianza kusambaa kwa kasi kubwa kupitia vyombo mbalimbali vya habari, huku mkuu wa wilaya hii Naitapwa Kitukai akitangaza donge nono kwa yeyote atakayotoa taarifa ya kupatikana kwa mama au wazazi wa mtoto huyu. Saizi sisi tunamtafuta mama, tunamtafuta baba, lakini yeye ametulia tu. Mimi ni waombe wote, kwa kweli inatuumiza sote ambao tunajua thamani ya mtoto. Kwa kweli mimi ninaomba yoyote mwenye taarifa ya mama ambaye ametelekeza mtoto aniletee taarifa. Ninatoa donge nono tu la shilingi 500 kwa yoyote atakayeniletea taarifa halali kuhusu mama ya huyu mtoto. Nitampatia shilingi 500 kesho kutoka mfukoni kwangu, ili mradi nipate mama ambaye ametelekeza huyu mtoto ili amnyonyeshe mtoto wake. Pongezi kwa wote waliohusika katika kumtunza na kumhudumia mtoto huyu, ikiwemo hospitali ya wilaya ya Nzega. Sisi kama wahudumu na watu wa afya, tulichokifanya ilikuwa ni kumpokea yule mtoto na kumwangalia kwanza kama alikuwa na changamoto yoyote hili, kwa sababu tuliamini kwamba kama ni mtoto mdogo ambaye hana mlezi wake, basi anaweza kupata changamoto nyingi, tukiwa na maana kwamba anaweza kawa na upungufu wa sukari mwilini, anaweza kupata maambukizi, lakini vile vile anaweza kupata athari kwa sababu ya kosa joto la mama, akaishia kupata changamoto za viungo vya ndani. Kwa hiyo tulimpokea na tulimwangalia. Tunamshukuru Mungu kwamba katika kumtazama kwa utaalamu hatukuona changamoto yoyote ile. Alikuwa ni mtoto wa kike, alikuwa na kilo 2. Kwa hiyo tulichokifanya, tulimpima viashiria vya mwili kuashiria usalama, hatukuona changamoto yoyote. Kwa hiyo tulimweka katika dawa ambazo tulikuwa tukiamini kwamba zitaenda kumsaidia. Miongoni mwake ni antibiotic, dawa kukinzana na wadudu ambao wanashambulia mwili, lakini pia na kumwanzishia vyakula, virutubisho ambavyo vitaendana naye kulingana na umri wake. Kwa mtazamo tulivyomuona, alikuwa kitovu chake kilikuwa kimekatwa vizuri, tukiwa na maana kwamba tunahofia pengine alizaliwa kwenye kituo cha huduma ya afya, sio mtoto alizaliwa nyumbani. Kwa hiyo tunaomba media kwa msaada wenu, mtakapoweza apatikane mama
kwa ajili ya malezi ya huyu mtoto. Asanteni sana. Kwa zaidi ya siku 60 sasa, jitihada za kumpata mama wa mtoto huyu ziligonga mwamba, lakini ilivyo bahati, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, taarifa hii ilimfikia, na kwa nafasi yake kama mama na mlezi wa taifa akachukua jukumu la kumwasili mtoto huyu na kumpa jina la Grace Samia Suluhu. Kwa mujibu wa Ikulu mawasiliano, tukio la kumkabidhi mtoto huyu kwa Rais Samia limefanywa tarehe 11 Machi 2026 Ikulu Chamwino mkoani Dodoma, ambapo mkuu wa wilaya ya Nzega na Itapwa Kitukai aliambatana na afisa muuguzi msaidizi daraja la pili hospitali ya Nzega Bi Mariam Amasha Usangira pamoja na Bi Lucia Filipo Saitoti na tatu Abdi Baraka aliyembeba mtoto Grace Samia Suluhu katika picha hii. Sasa Grace Samia Suluhu ni sehemu ya familia ya Rais Samia Suluhu Hassan. Huenda mama na baba wa mtoto huyu popote pale walipo wanajutia maamuzi yao, lakini Waswahili walisema maji yakishamwagika hayazoleki. Haya, sasa mtoto wenu ndio huyo ameingia na kuwa familia ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi tunamwombea heri na baraka katika ukuaji wake wa kumjua na kumpenda Mungu aliyemwokoa kupitia wasamaria wema pale alipotelekezwa pakiwa na baridi kali, ili hali akiwa hana uwezo wa kujiokoa wala kujitetea. Karibu Tabora, karibu Toronto.